Na mtazamaji, runinga Citizen imerejea tena katika eneo la Kithioko katika kaunti ya Machakos mwaka mmoja baada ya kuangazia biashara haramu ya nyama na ngozi ya punda eneo hilo na kufanya upelelezi wa kipekee uliobaini kuwa biashara hiyo haramu bado inaendelea. Naam, katika sehemu ya pili ya makala yetu maalum, Evans Siba anatanzua kitendawili cha nani anayenufaika kutokana na biashara hiyo. Kithioko ni kijiji kidogo kisichojulikana na wengi kilichoko Matungulu, kaunti ya Machakos. Hata kama ni for fact, I don't mind, but it is wrong. I have a right. Eneo hili liligonga vichwa vya habari mwaka 2024 kutokana na uchinjaji wa punda kwa nyama inayouzwa jijini Nairobi na ngozi kusafirishwa hadi Uchina. No, tayari umechukua picha. Kuchukua doesn't mean kwamba imeondolewa. Sasa wewe una fununu kwamba kichinjio kilichokuwa kiendesha biashara hiyo mwaka 2024 bado kinafanya hivyo zilitrejesha tena eneo hilo. Lakini kabla safari ya kubaini uhalisia wa mambo, tulikutana na kamanda wa polisi katika mkoa wa Mashariki, Hilary Birgen, ili kujadili mikakati ya usalama wetu. Hii ni kufuatia ripoti kwamba kichinjio hicho kipo chini ya ulinzi wa polisi saa 24 kila siku. Kamanda Birgen alitupa maafisa 7 wa polisi kutoka Embu kuandamana nasi kutokana na taarifa kuwa polisi wa Kithioko wanadaiwa kuwalinda wanaoendesha biashara hiyo. Zaidi ya kilomita 100 kutoka Embu tulifika Kithioko. Fungua hapa. Lango kuu lilikuwa limefungwa na kuwapa maafisa wa polisi tuliokuwa nao wakati mgumu kulifungua. Kulikuwa na watu 3 akiwemo Mchina ndani ya chumba kimoja. Fungua hapa. Juhudi zetu za kuwaomba wafungue lango ziliambulia patupu na waliokuwa ndani kupata nafasi ya kutoroka. Tulipofanikiwa kuingia humo, tulipatana na ngozi za punda na damu zimetapakaa kila mahali uwanjani, zilikuwa zikikaushwa. Polisi walifanya msako ndani na nje ya jengo hili na kuwapata watu 5 wamejificha, miongoni mwao wakiwa maafisa wa polisi waliokuwa kwa zamu siku hiyo. Kwa nini unaona ofisa unatoroka, umeona ofisa mwenzako unatoroka? Sasa tulikuwa ndani yake ndani yao. Unaona ofisa mwenzako ndio full uniform, armed, unatoroka. Polisi tuliowapata ndani ya kichinjio wakijitambulisha kwa wenzao tulioandamana nao na kutoa vitambulisho vyao vya kazi. Pale kuna wafanyikazi wa mwezi ambao wanafanya kazi hata bila kuingiliana na wananchi wa kawaida, kwa sababu kuna yale mambo ambayo wanafanya na hawataki yaweze kujulikana. Hakuna loko ambaye ameweza kupata kazi ya mwezi pale, kwa sababu wanasema watu wa area wanatoa siri za ile kazi ambao wanafanya. Maafisa waliokuwa ndani walikuwa wamevalia nguo za raia. Tunaarifiwa kuwa wamekuwa wakilinda kichinjio hiki usiku na mchana kwa mwaka mmoja sasa. Utajua ni askari kwa sababu wakati mwingine unampata Kithioko, lakini ako na civilian, lakini ukimwangalia vizuri ako na silaha. Wa China wenye kazi siku hizi wameama. Tangu waweze kumulikwa na ile taarifa, wameweza kuama pale, huwa wanakuja kwa muda. Lakini kuna Mchina mmoja ambaye wameleta ili waweze kumtrain, ndiye anaachwa pale. Vyumba vingi vilikuwa vimefungwa, maafisa wa polisi wakilazimika kubaini kilichokuwa ndani. Baada ya kuingia ndani, tulipata ngozi za punda zilizokuwa zimefungwa vizuri tayari kusafirishwa. Zilikuwa ngozi za punda 4950 na nje kulikuwa na ngozi 50 ambazo hazikuwa zimekauka. Katika chumba kingine tulipata sajili ilionyesha ni lini ngozi ililetwa, sangapi, nambari ya usajili ya gari lililozileta na tarehe. Wakati ule ngozi zimekuwa nyingi, kuna kuwa na roli zile kubwa, trucks zinakuja, ziko na containers, wanaweka ngozi na zinapelekwa Mombasa. Lastly, kulikuwa na containers 5 ambazo ziliweza kwenda kule Mombasa ili ziweze kupeleka kama export. Na kwa hivyo ni biashara ambayo inafanyika, lakini huwa wanajumuisha pamoja hizo ngozi, alafu zikiwa nyingi ndio wanapeleka.
kilomita 152 kutoka Kithioko, tunawasili eneo la Athi River, Machakos. Hapa punda wanachinjwa kwa ajili ya nyama inayopelekwa Nairobi na ngozi kuuziwa wa China. Biashara hii haramu ikiwakosesha usingizi wakazi wa Kamulu, Ruai na maeneo mengine ya Nairobi kutokana na punda wao kuibiwa na kuuzwa. Kama sangu silichinjwa siku moja 4. Tena zikachukuliwa zingine 4. Hatukuona hata misoga ama ngozi wao. Tuliweza kuingia pale, ni jengo kubwa ambalo limewekwa perimeter wall. Kule ndani kumejaa mizoga mingi ya punda. Environment pale ni mbaya. Manake hata wakaaji wa mahali pale huenda wako na magonjwa juu ya harufu ambayo inapatikana mahali pale. Tarehe 17 Disemba mwaka 2025, wakazi waliokuwa na ghadhabu walivamia kichinjio katika eneo la Athi River baada ya kupata habari kuwa kichinjio hicho kilikuwa kinachinja punda kisiri. Walipata punda 100 waliokuwa hai. Watu 3 waliokuwa katika kichinjio hicho walikamatwa na polisi kutoka kituo cha Muungano huko Athi River. Vichwa na mifupa ya punda waliokuwa wamechinjwa ilipatikana. Ni kichinjio ambayo haijulikani na serikali. Ndio manake tulipata waste zake zote ziko huko ndani. Hakuna disposal. Unapata zile mifupa, ingekuwa ni ya government, ingekuwa inafanywa cleaning. Nairobi ikichinjwa punda kwa vikundi zile niko nazo, wachinjiwe punda 10. Wiki ijayo inakuja 10. Hatuweza kuwa na punda katika Nairobi area. Kwa hivyo kuna mahali hii shimo iko ichungwe sana, tujue ni shimo ambayo hizi punda mahali zinatoka. Jamii zinazoishi hapa zinalalamikia ukosefu wa wajibikaji wa polisi na mamlaka husika kukomesha biashara hii haramu. Wakazi wanahofia hatari ya kuuziwa nyama ya punda, na si punda tu, bali pia nyama ambayo haijafikia viwango vya usalama vilivyowekwa. Mali zinafichwa ni bomba ya mtu tu, plot imefenziwa na mawe round, imewekwa gate. Alafu pale ndani ndio hizo shughuli zote zinaendelea. Hiyo si kazi ambayo imeanza saa hii, imekaa muda mrefu sana ambao umepita. Changamoto ya kupambana na biashara hii haramu sasa ikionekana dhahiri. Maafisa wa usalama walio na jukumu la kuhakikisha biashara hii imeisha ni hao ndio wanaopatiana ulinzi. Hapa katika eneo la Kithioko tukipata maafisa wa usalama 2. Sasa mfano ningejuaje mimi nitakuwa na ngoja ingia. Mbona polisi wa full uniform? Evans Asiba, runinga ya Citizen.